Jana niliona taarifa ya Ali Mayai Tembele akitanabaishwa kwenda kuchukua fomu ya kuwania urais wa shirikisho la soka nchini kwa maana TFF, na moja kati ya watu ambao walipata nafasi ya kwenda kumchukulia hiyo fomu alikuwa ni moja pia kati ya wachezaji wengine, tunasema mchezaji mwenza labda wa zamani, Amri Kiemba, ambaye alikwenda kumwakilisha. Tunafahamu kwamba hivi karibuni alipata changamoto kidogo ya kuondokewa na mzazi wake na hakuweza. Kumbuka pia kuna deadline ya muda kwenda kuchukua fomu. Kwa hiyo ili kuwa ndani ya muda akamwagiza ameenda kumchukulia ile fomu. Ali Mayai Tembele, kwa upande wako kitazama Kevin Lyamuya, is he fit enough? Unamuona anaweza akawa anatoshea kwenye kile kiti cha kuongoza kwa maana kwamba shirikisho la soka nchini? Kumbuka msimu uliopita pia alichukua fomu, lakini changamoto ikawa kwenye kupata zile endorsement, tunasema kwamba wale wadhamini, kumbuka kwamba ni wadhamini takriban 5 wanatakiwa kwa kila mgombea, lakini unakuta mwingine anakuwa na wadhamini wengi zaidi, wanazidi hata 5, anachukua hata wadhamini 20. Kwa hiyo wengine wanakosa pia wadhamini, inakuwa kama mbinu fulani hivi ya vita. Mtu yote anaweza kujiuliza swali kama hilo ambalo umeniuliza hivi sasa, ya kwamba ndio Ali Mayai Tembele anaenda tena kuweka nia yake katika swala la kuwania uongozi katika mamlaka za soka kwa mara ya pili bila shaka. Mara ya kwanza kama ulivyoeleza, changamoto ambayo alipata ndio ambayo ilisababisha yeye kushindwa kukidhi vigezo ambavyo vilikuwa vinatakiwa vya yeye kuweza kupata hiyo nafasi ambayo ni adimu sana katika soka letu. Na mwaka huu tena anawania kwa mara ya pili. Kwa hiyo kikubwa ambacho kitasubiriwa ni yeye mwenyewe anazo sera za aina gani kwa ajili ya kuweka taswira wazi kabisa namna ambavyo atakavyosimamia mpira wa miguu hapa nchini Tanzania, lakini pia kurekebisha masuala mbalimbali. Lakini pia kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kusikika kutoka kwake, anaionaje future ya mpira wa miguu wa Tanzania chini ya uongozi wake, kama atapata hiyo nafasi ya kuiongoza Tanzania Football Federation ama shirikisho la soka la Tanzania. Lakini vitu ambavyo mtu yote anaweza kuvifahamu ama anavifahamu ni kwamba kiongozi ambaye anahitajika ndani ya shirikisho la soka la TFF, kwanza atatakiwa tupe uhakika wa vitu gani ambavyo atakavyovirekebisha katika masuala ya kiutawala ndani ya shirikisho hilo. Lakini cha msingi zaidi katika masuala hayo ya kiutawala, moja kwa moja tunajua ya kwamba taasisi yote ya kisoka ama ofisi yote ambayo inasimamia mchezo wa mpira wa miguu katika taifa lolote ndio ambao wanakuwa ni sumaku ya kwanza kabisa kuvuta nguvu ya kiuwekezaji ambayo itapatikana kwa ajili ya kuwekeza nguvu ya kiuchumi katika mpira wa miguu wa taifa lolote lile. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho tutakirekebisha katika swala hilo kiutawala, kiutendaji, ndivyo ambavyo itakavyochangia pia kuongeza wawekezaji zaidi. Lakini pia kitu kingine ni maendeleo ya soka kwa upande wa vijana. Je, atakuja na mbinu gani ama mikakati gani ambayo itawawezesha vijana, kwa sababu vijana ndio ambao wanasaidia kurotate mpira wa Tanzania, kwamba wanapozidi kupatikana kwa wingi wanazidi kupandikizwa katika timu kadha wa kadha, timu za taifa, kwa maana pia hata kwa vilabu na pia vinafaidika kuwa na mikakati mizuri ya kama taifa kuwaendeleza hao vijana na kuwasambaza katika vikosi tofauti kwa ajili ya wao kupata hizo nafasi. Kwa hiyo ni changamoto gani ambazo wameziona? Je, kuna vitu gani ambavyo watavitumia kutatua hizo changamoto kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hao vijana wanafanya vizuri katika soka la Tanzania na kimataifa kiujumla, na masuala mengineyo ambayo yanaendelea kuwa ni tunasema ni changamoto kubwa sana kwa soka la kiujumla hapa nchini. Kwa hiyo yeye atakuja na hizo sera zake, ataeleza vitu ambavyo anaviona bado haviko sawa na atavirekebisha kwa namna gani. Lakini kimsingi kuna hivyo vigezo ambavyo tumeshavizungumza sana masuala ya elimu, uzoefu, lakini pia kupata hizo endorsement kutoka katika hizo tawala za kisoka na hapa nchini kwa maana mikoa na sehemu tofauti. Atakapokidhi hivyo vigezo, lakini pia sera zake zitakapokuwa zina mashiko kwa wadau wa mpira wa miguu, na hasa wale wakubwa zaidi ambao ndio wanaangalia namna gani atakaokuja kuwekeza nguvu yao, aidha ni kiuchumi ama mawazo mapya, idea mpya na mikakati mipya ambayo inaweza ikatumika kwa ajili ya kuliboresha soka letu. Lakini kiujumla, kama wapo ambao wanamkubali na kumuelewa Ali Mayai Tembele, wanaweza wakampigia chapuo la kuwa kiongozi. Lakini tutambue kwamba sio peke yake ambaye atakuwa anawania nafasi hiyo. Wapo wengine nao ambao wanaweza kawa na vigezo zaidi yake ama wakawa wanashindana kwa ukaribu na Ali Mayai Tembele. Itakuwa ni mchuano mkali, lakini kikubwa ambacho kinatazamiwa ni namna gani ambavyo kiongozi huyu atakavyoingia, atakavyorekebisha masuala kadhaa na kuboresha kile ambacho hakina ubora ambao unatakiwa katika mpira wetu hapa.